Yes bwana, karibu tuzungumze mengi mazuri ya kimichezo, na kubwa zaidi tuko na shabiki wa klabu ya Simba Mandala. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza naye mengi mazuri ya kimichezo. Mandala, umeonekana kwenye video bwana ukiwa unalia Yanga siji Simba mnaonewa na Yanga na vitu kama hivyo. Kwanza tuanzie hapa, kile ambacho kimefanyika ni kwa namna gani kilikugusa? Kimenigusa na moyo wangu uliumia sana na nilijisikia vibaya kwa sababu Simba ni timu ya mpira, Yanga timu ya mpira. Unapoongea timu zenye mashabiki wengi Tanzania, Simba na Yanga. Yanga ina mashabiki wengi, Simba ina mashabiki wengi. Pia tunaweza tukaongelea ndio moyo wa Tanzania katika upande wa mpira. Pia vile vile hata katika maisha mengine pia Simba na Yanga. Afu mpira pia burudani, afu tena vile vile mpira unaita usawa, si ndio? Kwa hiyo tuliona wale maamuzi waliofanyika katika mvutano wa Simba na Yanga, tunaona kama ndugu zetu walifaidika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ukiangalia Simba alikuwa na takwa lake ni moja tu, kwamba tunataka tucheze dabi, na dabi tarehe imepangwa tarehe 15, lazima dabi tufanye nini, tucheze. Yanga walikuwa na matakwa zaidi ya 4 au 5, kwamba amegoma kwanza kucheza mechi, na amesema kama nataka tucheze mechi kifanyike hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa yale maamuzi yalotoka, tukiyafuatilia tena ndugu mwandishi, nadhani ukiyafuatilia yale maamuzi unaona kabisa hamna 3-1 na Simba iliyofuatwa zaidi ya matakwa ya Yanga yote. Kwa hiyo kwa upande wa pili, kwa hizo timu kuna na doto, lazima upande mmoja utaumia. Ndio mama mashabiki wa Simba wengi tuliumia kutokana na yale nini maamuzi yaliyotoka na bodi ya ligi. Maana mimi siamini, mimi ninachoamini ni bodi ya ligi ndio imebadilisha tarehe ya mchezo, na ndio maana naona paka vilio vile, ndio maana mashabiki wengi wanaumia. Mandala, mpaka kufikia hatua hii ambayo imefikiwa kwenye mpira wa miguu Tanzania, wengi wanadai kwamba yote yalisababishwa na Simba wenyewe, kwa maana mara baada ya kukimbia tarehe 8 kuhususia mchezo juu ya kile kilichotokea, zipo kanuni ambazo zilikuwa zinasimamia wao kuendelea na mchezo, then hatua stahiki zingechukuliwa, lakini nyinyi bodi ya ligi iliamua kuwa favor kwa maana hiyo, maana wanatumia neno kuwa favor, busara ikatumika, barua yenu ikapokelewa. Lakini sasa hivi maamuzi ambayo yamefanyika, Mandala, unatupa lawama moja kwa moja kwamba wamesikilizwa Yanga peke yao, Simba nyinyi hamjasikilizwa. Nani aliweza kufaidika na maamuzi kabla ya yote? Kama Simba alipendelewa, Yanga alivyoenda kasi, bodi ya ligi ingeadhibiwa. Yaani kwa matamshi yako jinsi unavyoongea wewe. Kama kweli Simba alipendelewa, bodi ya ligi walipo Yanga. Kwa sababu Yanga walichukua jukumu zaidi ya kwenda kasi. Nadhani kasi unajua ni nini. Si unaelewa? Kwa hiyo Yanga walifika mbali kwenda kupata haki yao. Kwa hiyo kitendo cha kule kasi kudunda, tayari Yanga tafsiri sasa hivi walikosa haki. Uje sometimes kuna vitu mvielewe. Sio kila mpambania haki anaweza kupata haki yake. Si ndio? Inawezekana kweli Yanga walikuwa na haki, lakini haki yao ilifutwa kule kasi. Si ndio? Na ndio maana bodi ya ligi wakaamua pange nini? Tarehe. Kabla ili ujue kama Yanga waliheshimika na bodi ya ligi, kwamba Yanga waliheshimika wanachokifanya hapo sahihi, na Yanga wamekataa makubaliano na bodi ya ligi kuona Simba baba kabebo baba kapata nini favor. Ndio maana alivyoenda kasi, bodi ya ligi waliacha kila kitu, walisubiria panga majibu ya kutoka wapi? Kasi. Majibu baada ya kutoka ya kasi kurudi hapa nyumbani, ndio bodi ya ligi kupanga nini? Tarehe. Yanga walikuwa wanahitaji kwanza wapate sababu zilizopelekea mchezo wao kuahirishwa, sio kupanga tarehe, na ndio maana tarehe walioipanga bodi ya ligi Yanga wameikataa na imebadilishwa tena mpaka wamekuja kuiridhia hii mpya, ingawa bado yale ambao walikuwa wanahitaji hayakutekelezwa. Sikiliza, waandishi ni acheni kufumba macho. Yaani unapoitwa mwandishi watakuwa mtu wa kudadavua, yaani mtu wa kuchanganyua. Paka Yanga wanaenda kasi sababu walishapewa, na sababu zilitoka. Sababu ya mechi kugairishwa hata nyinyi mnazijua. Bodi ya ligi walitoa sababu hizo 2. Sasa mimi nashangaa watu wanadai sababu gani? Kitu ambacho hakijatoka ni ripoti, ila sababu zishatoka. Sababu ya kwanza ilikuwepo uvunjifu wa amani mechi, ndio wale ambao walitoa bodi ya ligi. Sababu ya pili, mechi kwa na viashiria vya nini? Vya rushwa. Si ndio sababu ilitoka? Hiyo sababu kutoka Yanga kulizika nayo sababu, ndio maana kwenda wapi? Kasi.
Kwa hiyo maana kwenda kasi mjalizika na sababu zetu, na wewe umeenda kasi umerudi umedunda, na maanisha sababu zetu sisi zina mantiki. Na ndio maana bodi ya ligi wakapanga nini? Tarehe. Si ndio? Kwa sababu sababu zao walizitoa bodi ya ligi. Walizitoa kwamba mechi ilivunjwa amani na ushahidi unaonekana Simba kuzuiliwa kuingia uwanjani. Si ndio? Kwa hiyo sababu zilikuwepo na Yanga walikataa sababu, Yanga kaenda mamlaka ya juu, Yanga amerudishwa Tanzania, bodi ya ligi imepanga tarehe. Si ndio? Kwa hiyo Yanga kitu walichokifanya wao, baada ya kuona ameshindwa katika sehemu mbalimbali za mamlaka, wakaamua kutumia mfumo wa siasa kuleta pressure ili kusikiliza matokeo yao. Ndio kitu wana Simba wanachokililia. Sisi Yanga tuliwaheshimu, mvamo mfuate taratibu. Sisi Yanga tuliwaheshimu. Narudia. Yanga waliheshimika baada ya kufuata haki yao, kuipambania haki yao, walienda mpaka mahakama ya mpira kasi. Kama umeshindwa kasi inamaanisha tena una haki. Tarehe pangwe chezeni, ndio maana bodi ya ligi akapanga tarehe 15. Yanga alichofanya wao kugomea mchezo na kwanza kuleta pressure ili matakwa yao yafuatwe. Yanga kaanza kuleta siasa, sio mpira tena. Wakaanza kudili, atucheze paka huyu atoke. Si nani huyu paka atoke. Si paka huyu anataka. Bahati mbaya maskini ya Mungu bodi ya ligi wameingia katika mtego wa Yanga na matokeo yao yamesikilizwa. Ndio unaona paka livuguvugu limetokea, watu wa Simba kutokubaliana nao. Unaelewa vizuri mdogo wangu? Watu wa Simba kutokubaliana nao nini? Kutokana na matakwa ya Yanga kufuatwa. Kuna muda lazima tukubaliane na ukweli. Bodi ya ligi waje na sababu ya msingi kutuambia mechi ya kuahirishwa kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 20. Na nyinyi mnadai tena. Sisi tunataka sababu tu, mashabiki wa Simba. Sisi sio wajeuri. Sisi tunasikiliza uongozi wa Simba. Unaona kama unaanza kulia kwanza. Asili. Simba hamna. Mdogo wangu sili bwana mdogo wangu. Simba, uongozi wa Simba. Sisi mashabiki wa Simba tunasikiliza uongozi wetu unachosema. Tukiambiwa dabi tukacheza hata kesho sisi tunaenda. Kimnyama. Sisi hatuna, sio wale mashabiki eti mkipeleka timu sio sisi, no. Tunasikiliza matamko ya uongozi. Yale matamko ya faida ya timu, au matamko sio faida ya timu. Tunasikiliza matamko ya uongozi. Sio kila tamko linatolewa na uongozi na faida na timu. Kuna baadhi ya matamko yana faida na timu. Ila kawaida wana Simba tunasikiliza matamko ya viongozi wetu. Kwa hiyo viongozi wa Simba ukiangalia katika peji ya Simba, tamko la mwisho kuigomea hii mechi ya tarehe 25. Hilo ndio tamko la mwisho la Simba. Tuache kupepesa macho. Kina Agi Simba wanakuambia tucheze, wale sio wajinga. Kina Dr. Moyo anaoimba tucheze, sio wajinga. Ona nyie mna. Nisikilize. Mandala unasimamia. Wanaoimba tucheze. Wale na sisi hatucheze. Kuna nyimbo inaimbwa. Kama noma na iwe noma na sisi hatuchezi. Na nyie pia mcheze. Kama noma na iwe noma na sisi hatuchezi. Wale sio wajinga. Wewe Mandala unasimamia kwenye lipi? Maana umeanza mimi nasimamia katika mwongozo wa klabu yangu. Utacheza. Klabu yangu nisomee mwandishi peji ya klabu ya Simba. Mwongozo wa mwisho ni nini? Hebu soma. Wewe unapita peji ya Simba. Mwambie kameramani awashe kule uangalie. Kwani mwongozo unasemaje? Wa Simba mwisho usome. Mwongozo wenyewe unasemaje? Mandala. Soma. Mwongozo wenyewe unasemaje? Soma huo hapo. Soma, ingia kwenye peji ya Simba. Angalia tarehe 12 Simba aliposti nini? Ndio mwongozo wa mwisho wa Simba. 12. Angalia. Pegua. Taratibu Mandala. Hizi matukio tu ya mechi ya jana. Utapasua simu. Taratibu, maana una hasira kweli shehe. Pandisha. Pandisha usome. Taratibu sasa Mandala. Pandisha usome. Huu hapa. Hiyo ndio taarifa ya mwisho ya Simba kuhusu dabi yetu. Isome. Okay. Kuhusu kusema kama mchezo hapo tunaongea kuhusu dabi lakini. Usome. Sasa hii si tayari. Soma, hiyo ndio mwongozo wa mwisho wa Simba kuhusu dabi. Simba hajaongelea chochote dabi zaidi ya hiyo. Hakuna sehemu gani ameongea. Hamna. Sasa unanibisha mimi nini sasa? Mimi sijabisha, nimeuliza msimamo wako ni kuhusu tarehe, kuhusu mechi ya 184. Simba alishatoa mwongozo wa mwisho ndio huo. Soma, au kuna mwongozo mwingine? Hakuna. Huo unasemaje huo mwongozo?
Walisema mechi hii itakuwa ni batili kama itapangwa nyingine tarehe 19. 18 shapita. Kuna taarifa mpya? Kama mechi itagairishwa tarehe 15, mechi itopangwa hatutoitambua na batili. Na viongozi wapo kimya. Wametujengea nini sisi mashabiki? Hani wametuweka wakati gani labda? Sisi tueje? Embu sisi watu wazima. Viongozi wa Simba kina Mangungu, sikilizeni sisi mtuelewe mashabiki. Sisi mashabiki wa Simba ni watu wazima. Sisi tunafuata muongozo wa klabu yetu. Mangungu, mimi sio shabiki wa Yanga. Mangungu, mimi sio shabiki wa TFF. Mangungu, mimi sio shabiki wa bodi ya ligi. Mangungu, mimi sio shabiki wa injinia. Mimi ni shabiki wa Simba Sport Club. Naangalia muongozo wa klabu yangu. Klabu ya Simba ishatoa muongozo wa mechi ya 184. Muongozo wetu upo. Mandala, muongozo wetu upo. Ngoja mdogo wangu, lazima tuongee ukweli japo mchungu. Sisi muongozo wetu wa klabu mshatuambia kwamba dabi kigairishwa hatutahusika na hiyo mechi batili. Na ndio maana mnaona kina Simba anahangaika hatuchezi, sio asaliti. Ndio maana unaona mashabiki wanasema hatuchezi kutokana na muongozo wa klabu. Kama mnaamua hii mechi tuicheze, viongozi toeni taarifa muongozo kwa mashabiki. Tujue kama tunaenda kucheza mechi. Mashabiki tukajaze uwanja kuishangilia timu yetu. Paka sasa hivi mashabiki hawaeleweki. Kuna mashabiki wanakubali kucheza, kuna mashabiki wanasema tuchezi. Mashabiki wa Simba wamegawanyika. Nyinyi ndio viongozi wa Simba, ikeni savyo mashabiki wenu wakusanyeni wote sehemu moja. Shabani Mpira Pesa ananuka kwa maana na kucheza Simba timu ya mpira. Makundi makubwa nakutajia. Mpira Pesa wameunga mkono kwenda kucheza dabi. Mpira Pesa wameunga mkono kiongozi wao Shabani, wanaenda kucheza dabi. Terminal wekundu wa Terminal wanakuambia hatuchezi na sisi hatuchezi. Makundi makubwa nakutajia, makundi yanayosafiri na timu makubwa. Ambao kuna huku Bungo wekundu wa Terminal, huku kuna Mpira Pesa. Mpira Pesa anakuambia kwamba dabi tunacheza. Simba timu ya mpira. Wekundu wa Terminal anakuambia hatuchezi. Kama noma na iwe noma. Tafsiri yako unaelewa nini? Tafsiri yako unaelewa? Huo ni mgawanyiko wa mashabiki. Ni kazi yenu nyinyi viongozi kuja kuweka level ya mashabiki sehemu moja. Waje uwanja. Wasije waje waongee bwana idabi hatuchezi. Wote na mwaka wetu ni moja. Bwana idabi tunacheza. Tunapozidi kukaa kimya, tunapokuja kusema tunacheza siku ambayo wanaitaka wao, Yanga washatuzidi nje, yani Yanga washatuzidi nyuma. Huku mechi za Simba na Yanga zinacheza nje ya uwanja. Dabi ya Simba na Yanga ni kupeni siri waandishi kama mjui. Ukitoa viongozi kuandaa timu, ukitoa wachezaji kujiandaa, timu inachezwa nje ya uwanja mechi. Yanga wanatuzidi nje ya uwanja, wanahangaika ndugu zetu huko. Sisi tumekaa tuelewe tunacheza na tuchezi. Kumbe tunatakiwa mashabiki tujiandae. Au mnataka twende tukafe tena goli 5? Waseme viongozi wa Simba, mnataka tukafungwa tena goli 5? Tukapiga tena 5 bila. Lakini maandalizi wanafanya viongozi? No, nauliza swali. Narudia, mechi ya Simba na Yanga inachezwa nje ya uwanja. Ukitoa maandalizi ya wachezaji, ukitoa maandalizi ya viongozi, mechi inachezwa na mashabiki nje ya uwanja. Kuna mashabiki wanacheza mechi hizi, tunapishana. Leo hii Yanga wanajiandaa na mashabiki wao wanahangaika, sisi hatuelewi mpaka sasa hivi. Ni muda viongozi kuja kudhibitisha mechi tunacheza, watu tuhangaike. Lakini bodi ya ligi wameshasema mechi tarehe 25 Mandala. Narudia. Wewe bwana mwandishi unaniuzi bwana. Mimi ndo mnaponikeraga hapa. Sikiliza. Sisi mashabiki wa Simba sio bodi ya ligi, wewe sikiliza. Lakini chombo si ndio kinaongoza huo mpira. Sikilize. Kwani bodi ya ligi inasema mechi tarehe 15? Kuna ngodi yangu walisema wanacheza. Wamesikiliza muongozo wa klabu yao. Yaani bodi ya ligi mashabiki zao hizi timu. Sisi mashabiki wa timu zetu. Mimi taarifa kwa umma bodi ya ligi nataka tuwe mimi asiangalie. Mimi naangalia taarifa kwa umma klabu yangu ya Simba Sport Club. Pangwana kwa mchezo. Pangwana najua mnafanya kazi. Viongozi wafanye kwa kitu. Simba